Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport ili tuweze kuangazia tetesi za usajili zilizojili barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 16 Februari. Tuanze moja kwa moja na kule Uingereza ambapo klabu ya Manchester City, Chelsea na Bayern Munich ya Ujerumani zote kwa pamoja zimeibuka kwamba zinamtaka mchezaji wa Brentford ambaye anafahamika kwa jina la Thiago. Thiago amekuwa ni moja mastreka wazuri ambao wana uwezo mzuri sana wa kufanya finishing, na ndio maana vilabu hivi vitatu vikubwa vya Ulaya vimeripoti vyote kwa pamoja kumtaka Thiago. Lakini pia kwingineko, klabu ya Real Madrid imeweza kuwaeleza mascout na waangalizi wa klabu ya Arsenal, Chelsea pamoja na Tottenham kwamba mshambuliaji wao na Brazil Endrick hatopatikana msimu wa joto. Real Madrid wanasema mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 ambaye yuko kwa mkopo katika timu ya Lyon, malengo yao ni kumrudisha Santiago Bernabeu mara baada ya kumaliza ule mkataba wake wa mkopo na sio kumuuza. Inasemekana kwamba tayari klabu ya Arsenal, Chelsea na Tottenham walikuwa wanaendelea kutuma waangalizi wao kwa ajili ya kumfuatilia kwa karibu kinda huyu ambaye alionekana kukosa nafasi kwenye timu ya Real Madrid, lakini Madrid wamesema hawamuuzi. Kwingineko, klabu ya Manchester United inataka kumuuza kipa wake Andre Onana moja kwa moja na si kumrudisha tena Old Trafford mara baada ya msimu utakapomalizika. Hivyo Andre Onana hataweza kupata nafasi ya kurejea tena katika timu ya Manchester United. Manchester United tayari wameshaanza mikakati ya kumuondoa jumla. Kwingineko, klabu ya Liverpool ndio ambao wameshika mstari wa mbele kwenye zile mbio za kumpata Anthony Gordon kutoka klabu ya Newcastle. Inasemekana kwamba vilabu vinginevyo kama vile Manchester City na Arsenal na vyenyewe pia vinaonyesha nia ya kumtaka Anthony Gordon, lakini pia klabu ya Everton na yenyewe pia iko kwenye huo mstari, na Newcastle wao wamesema hawana shida na Gordon yoyote yule ambaye atatimiza kiasi cha shilingi pauni milioni 95 ataweza kumpata mchezaji huyo. Hivyo ni wao tu kuweza kuangalia mfuko wao umekaaje, lakini Liverpool wanalichukulia hili dili kwa serious zaidi kwa sababu wanamtafuta mbadala wa Mohamed Salah ambaye Salah ana asilimia kubwa ya kuondoka katika klabu ya Liverpool na kutimkia kule Saudi Arabia, hususani kwenye ile timu aliyokuwa anakipiga Karim Benzema ili kuweza kupata nafasi ya kucheza zaidi kuliko pale Liverpool. Kwingineko, tukiendelea kusonga mbele, beki kisiki wa klabu ya Nottingham Forest anafahamika kwa jina la Murillo, Mbrazili huyo anajiandaa kuihama klabu hiyo msimu huu wa joto, huku vilabu kadhaa vikubwa vikiwa tayari vimeshaonyesha nia ya kumhitaji Murillo. Klabu kama vile Chelsea, Liverpool pamoja na Manchester United wote kwa pamoja wanamhitaji Murillo mwenye umri wa miaka 23. Na yeye mwenyewe Murillo amesema hawezi kuendelea kusalia katika klabu ya Nottingham Forest ambayo hivi karibuni haijawa na matokeo mazuri sana uwanjani, na Murillo yuko tayari kuondoka. Hivyo timu itakayofika dau wataweza kumpata Murillo moja kwa moja. Kwingineko, twende paka kule Italia ambapo inasemekana kwamba klabu ya Napoli imeanza mazungumzo na wawakilishi wa kiungo wa Scotland Scott McTominay mwenye umri wa miaka 29, huku mpango wa kurefusha mkataba wake kuendelea kusalia hapo Italia mpaka 2030 ukiendelea. Hiyo ni mara baada ya McTominay kuendelea kuonyesha kiwango kizuri uwanjani, na ndio maana klabu yake ya Napoli inaona bora irefushe mkataba ili vigogo wengine wasije wakaja kumchukua. Tumalizie na kule RB Leipzig Ujerumani. Inasemekana kwamba raia wa Ivory Coast yani Diomande mwenye umri wa miaka 19 ambaye amekuwa akihusishwa na uhamisho kwenda klabu nyingi za Ulaya, Liverpool wameshika kasi ya kumtaka mchezaji huyo, na klabu hiyo ya Anfield ni klabu ya baba yake ambaye amekuwa anaishabikia kwa muda mrefu. Hivyo inaongeza kiu na shauku ya kuweza kumnasa Diomande. Hivyo Liverpool kama wakiwa serious kwenye dili la Diomande wanaweza wakampata, kwa sababu familia ya Diomande na Diomande mwenyewe wamekuwa washabiki wa Liverpool wa muda mrefu. Hivyo basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo kwa siku ya leo. Yatakayoendelea kujiri tutaendelea kupeana taarifa zaidi. Karibu subscribe channel yetu. Bye bye. Tukutane tena wakati mwingine.